Ajali hii ilipotokea Nairobi, sikuwa na familia karibu, sikuwa na yeyote ambaye angeweza kusimama na mimi kwa ajili ya hali hii. Kusema ya kwamba atagharamikia mwili huu kutoka hapa mpaka nyumbani bara. Nasema ni asante kubwa kwa Funeral Services kwa jinsi ambavyo wametubebea kama familia mzigo mkubwa. Jamani, hii ni kazi kubwa ambayo huyu mpendwa amefanya pamoja na kampuni hii. Ni gharama kubwa. Sisi ni kama familia ni watu ambao hatujiwezi. Kiwango hiki si kiwango chetu, lakini ametuinua kwa namna ya kipekee mpaka kufika mahali ya kwamba huu mwili umesafirishwa kwa njia ya heshima. Nasema kwa mara nyingine asante kubwa kwa Firozi Funeral Services. Mungu ambaye analipa, Mungu anayejua kutoka kwa mioyo yetu usiyoyajua. Yeye anajua kile ambacho anaweza kulipa kwa ajili ya wapendwa hawa kugharamika kiasi hiki. Mungu awabariki. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, hizi ni news za Albert Ojwang. Albert Ojwang, ladies and gentlemen, sasa hivi ameweza kutolewa mochari na ameweza kupelekwa kanisani aweze kuombewa mwili wake, ndio ili mwili wake irudishwe kwa mochari aweze kusafirishwa kesho na ndege nyumbani kwao. Sijui kama mnanipata. So leo ni maservice ya Albert Ojwang, na hii maservice, ladies and gentlemen, inafanyika katika kanisa ya Ridgeways Baptist Church huko Kiambu Road. Sasa siku ya leo guys, wacha nikuambie, watu wengi hawakuwa wanajua itakuwa siku ya service ya Albert Ojwang. Unaona, watu wanaona tu jeneza expensive kwa mtandao, wanaona gari expensive kwa mtandao ikiwa na jeneza na mama ya Albert Ojwang akilia. Unaona, watu wanashindwa, kwani watu Kenya mzima wameandamana kwa sababu ya kifo cha Ojwang. How comes wameboycott tena maservice ya Albert Ojwang? Kwa sababu sasa hivi guys, kulingana na vile mimi ninajua majenzi vizuri, najua jenzi sasa hivi wanafaa kukua wamefunga barabara zote, wakiendea mwili kwa mochari, wakipeleka hiyo mwili kwa kanisa. Yani let me tell you, kama mnaweza kumbuka wakati Ezekiel Otuoma aliweza kukufa, ladies and gentlemen, you can imagine, you can remember the way barabara zote zilifungwa, watu walikuwa wengi, watu walishuhudia hiyo maservice. Yani let me tell you, hiyo siku ilikuwa ni siku kubwa. So mtu kama Ojwang, mtu mwenye amesababisha polisi wameua watu wengi sana kwa sababu ya kifo chake, itakuwaje tena wakati maservice yake inaendwa ni watu tu wachache ndio wanaenda? Kwa nini? Ndio maana nimekuja hapa guys niweze kuwa explainia ni kwa nini. You know guys, let me tell you, wakati Albert Ojwang aliendewangwa huko nyumbani kwao Ushago, Homa Bay, akaletwa Nairobi na DCI, akapelekwa Central Police Station, alafu mwenye alikuwa ametumana mkubwa wa polisi kwa jina Eliud Lagat akatuma pia wauaji pale kwa hiyo cell waende wampige. Unaona, wamfunze adabu. Unaona, lakini kwa sababu wale wenye walitumwa walijua huyu ni mkubwa, na mkubwa akikutuma ufanye kitu lazima ufanye kitu ndio ili umuimpress. Unaona, kwa sababu hapo watu walikuwa na expect labda kuongezwa madaraka. Uwezi jua hata wakati alikuwa napigwa kama mkubwa alikuwa pale akishuhudia. Unaona, so wale watu walikuwa nampiga Albert na excitement wakijua ya kwamba watatunukiwa donge nono. Unanielewa? So walimpiga vibaya mpaka wakamuharibu mpaka kichwa, wakapiga kichwa chake, wakampigishia kwa floor, wakimkanyaganga kwa shingo, wakamuua vibaya sana, ladies and gentlemen. So postmortem wakati ilifanywa iligundua ya kwamba huyo jamaa hakupigishwa ukuta vile polisi walikuwa wanaputa ati alijipigisha kwa ukuta ati ndio akapata internal bleeding ndio sasa apelekwe hospitali. No,
Postmortem inaonyesha kwamba huyu jamaa alikuwa anapigwa na vifaa butu, zile rungu zenye polisi walipatianga magoons wawasaidie kuprotect city from demonstrators. Ladies and gentlemen, hizo ndio rungu walikuwa natumia kumpiga nazo. Unaona, hizo ndio rungu walikuwa wanampiga nazo kifua, na pia inasemekana walimlaza chini wakawa wanampigia pale wakimbondeanga kichwa hivi kwa floor, wakimbondeanga kichwa hivi kwa floor. Unaona, huku wakimkanyaga shingo. So inasemekana huyu jamaa aliumizwa sana, na ni kama wenye walikuwa wanamfanyia kile kitendo walikuwa under drugs, walikuwa wamevuta mabangi, walikuwa walevi kupindukia. So hata hawakuwa wanajua ni binadamu wanapiga. Hao walikuwa wanapiga huyo jamaa ni kama wanapiga mnyama. Unaona? Na walipomaliza kazi yao wakaishia, ladies and gentlemen, ndio sasa baadaye sasa ndio ikapatikana kwamba huyo jamaa amefeintia kwa floor. So polisi wenye walikuwa duty siku hiyo wakaambiwa ni aje wampeleke huko Mbagathi. Kumpeleka huko Mbagathi aende atupwe huko. Nayo madaktari wakafanya nini? Madaktari nao wakaruka wakasema sisi hatuwezi tukakubali mtu mwenye ameuliwa, na kule ameuliwa sisi hatujui. Unaona? Kwa sababu hapa sio mochari. Unaona? What we need you to do ni muende tu city mochari mumpeleke huko, kwa sababu sisi hapa hatuwezi tukasema ati tulimutibu akiwa uhai. Wakati tunajua vizuri kabisa mumemleta akiwa amekufa. Unaona? So walifukuzwa na ile mwili, na ile mwili, ladies and gentlemen, ikarushwa kwa probox, kwa boot, na ikapelekwa moja kwa moja hadi city mortuary. So hiyo time hizo vitu zinafanyika, kumbuka Ojwang alikuwa amezungumza na Mr. Tibet huko kwa X. Alimpigia simu kwa sababu alikuwa na namba yake, akiwa na uoga, akiogopa kupelekwa kwa cell, kwa sababu tangu wazaliwe, ladies and gentlemen, hajawahi shikwa na hajawahi lala cell. Unaona? So alikuwa na uoga, lakini Tibet akamwambia usiwe na wasiwasi baba, mimi nimeshikwa mara mingi sana, na ile cell yenye inajulikana Nairobi ni mbaya kabisa, ni police station ya industrial area. Huko ukipelekwa huko ni kubaya zaidi. So Central ni kuzuri. So wewe usiwe na wasiwasi, wewe wacha ufikishwe. Ukishafikishwa, mimi morning niko huko asubuhi na group yangu, tukuje tujue ni nini mbaya. Unaona? So kidogo kidogo jamaa akasema hebu kidogo nitakupigia, na akakata simu. So inasemekana pia vile vile alikuwa ameongea pia na baba yake, na baba yake naye kwa sababu ya wasiwasi, kwa sababu huyo kijana ni the only son, akaamua kuchukua title deed, na akaamua kutafuta basi ya kutoka huko nyumbani usiku, akaenda kwa stage na akapanda basi na akasafiri usiku. So mzee anafika Central asubuhi, anaambiwa mtoto wako pelekwa hospitalini. Mzee kwenda huko hivyo Mbagathi hospital, anaambiwa hakuna mtu kama huyo hapa. Mzee anarudi police station. Kufika police station anakuta nao wana X washafika pale, wakina Tibet nini wanaleta shida, wanauliza mahali jamaa hako, wanaambiwa huyu jamaa yuko hapa. Sasa katika hiyo harakati ndio sasa Tibet mwana X anaitwa sasa na one of the media lady, anaambiwa ni aje ile voice note yenye ulikuwa umepost kwa mtandao ikaenda viral. Kumbuka imefikia watu wengi, hata sisi watu wa media tulisikia. Na wakati nimeona ukipiga kelele hapa kwa gate, nimeona hii sauti ni familia. Wewe ndio Mr. Tibet? Akamwambia ndio. So huyo dema akamwambia usiwe na wasiwasi, mimi ni journalist na nataka nikuibie siri. Hiyo mwili inasemekana iko city mortuary. Huyo jamani kama alikufia hapa ndani, kama walimuua, na inasemekana wamempeleka wapi? City mortuary. So jamaa kashtuka kwanza, akajifanya hapo hivyo, akajifanya kidogo, akahepa. Ndio akatafuta vijana wawili watatu, wakachukua taksi wakaenda hadi city mortuary kwenda kuangalia maiti huko. Wakapata ni ukweli, jamaa ako kule amepigwa vibaya. Ndio sasa wakaanza kuspread rumors. Ndio watu dunia mzima wakajua ya kwamba Ojwang amekufa. So you can imagine, Gen Z walijitokeza wengi sana town, wakafunga mabarabara, wakaleta shida, wakasababisha yani nchi ya Kenya ikakuwa na msambaratiko. Unanielewa? Sasa you can imagine, kutangu wakati huo watu wamekuwa wakitaka justice ya Albert Ojwang. Lakini sasa kidogo kidogo, wakati justice wanaenda kuitafuta, kidogo kidogo tena wanasikia tena baba ya Ojwang tena mwenye alikuwa analia akisema ya kwamba mumenivunja mgongo, mumenivunja mikono, mtoto yangu, mtoto wa kipekee, nimeteseka na mtoto yangu kwa Kware huko Mombasa, Kilifi for 20 years nikimlea, sina mtoto mwingine. Huyu ndio mtoto mwenye alikuwa tegemeo. Mimi nimezeeka, nimeretire, nimerudi nyumbani, siwezi kujifanyia kitu. Nani atanilisha? Mimi ni mzee, mama ya mtoto ni mzee. Unaona? Nitafanyaje? Nitazalisha aje mtoto mwingine na niweze kumfuga mpaka huyo mtoto afukishe miaka kama hii? Mimi nataka justice, na mimi nataka justice. Mzee akalia sana, akalia. Na Wakenya
dunia mzima, my friend, wacha nikwambie, wakampenda huyo mzee. So hata wakati Eric Omondi alitafutwa alete huyo mzee kwa mtandao aweke namba yake ya simu, Wakenya walichangia huyo mzee pesa mingi sana na moyo mmoja, wakijua kwamba yani huyo mzee ni kama tu baba yao. Yani walifeel ile uchungu, unaona. So Wakenya wakifanya hivyo, walikuwa wanafanya hivyo wakijua kwamba Wakenya sasa hivi ni adui wakubwa sana wa President Ruto. Manake President Ruto wakati alikuwa anataka Wakenya wampatie kiti, alitumia uongo, na walipompatia kiti, alipokalia hiyo kiti, akatoa ile ngozi alikuwa amevalia, ngozi ya kondoo, akabaki akiwa mbwa mwitu. Wakenya wakashtuka. So Wakenya wamekuwa wakichukia Ruto, wakitaka kumtoa madarakani. So waliposikia ya kwamba huyu mzee pia kwa against Ruto, wakasema sasa huyu mzee tutakusupport, na pia kupitia justice ya mtoto wako tutaweza kumanage kungatua Ruto madarakani, unaona. Sasa hatujui ni nini kili happen, kwa sababu inasemekana Eric Omondi zile namba alipeana zote ziliweza kugenerate 4 million, unaona. Paka ikabidi Eric Omondi aende kwa bank, aende afungue paybill yenye ambayo alijumuisha kila mtu, na watu wakaendelea kuchanga pesa. So Wakenya walikuwa nataka hii matanga ikue ya Gen Z, walikuwa nataka hii matanga ikue ya wale wana X wenye ambao wamekuwa wakipigana na uongozi wa President Ruto. Hawakujua tena huyu baba ya Ojwang ataingiwa na tamaa, aende tena apigiwe simu na Ruto, apigiwe simu na Raila, apigiwe simu na Governor Gladys Wanga, aingizwe box, apewe tu pesa, atisahau majenzi. So Gen Z wali feel betrayed. That's why unaona majenzi wameamua kuabandon mzee Ojwang. Baba ya Ojwang amekuwa abandon, ndio maana unaona hata hiyo masa hawajaenda wengi. Wakenya wamechoka sana na huyu mzee. Wanasema huyu mzee anapenda pesa, ni mzee akona tamaa, hajali kuhusu kifo cha mtoto wake, na ndio kwa maana unaona hawajajitokeza kwa wingi. Sijui kama mnanipata, ladies and gentlemen. So huyu mzee sijui atafanya namna gani, kwa sababu tarehe 25 kumekuwa na maandamano makubwa sana, maandamano yenye yamasababisha Kenya sasa hivi, wacha nikuambie, iwake moto, unaona. Watu wameuliwa, maduka za watu zimeweza kuvunjwa kwa sababu Gen Z wamekasirishwa na uongozi wa President Ruto, unaona. So pia vile vile wamekuwa kitaka pia justice ya nani, ya huyo Albert Ojwang, kwa sababu Albert Ojwang alikuwa ni mmoja wa wanaharakati, unaona. Alikuwa ni activist, unaona, alikuwa ni blogger mwenye ambaye alikuwa anajaribu kuelimisha wananchi kuhusu vile ambavyo Ruto wakiwa na wenzake wanafanya kazi, unaona. Yeye alikuwa ni mtu alikuwa anaanikanga maovu, lakini sasa wakati baba yake anafika mahali anaamua kukubali kujengewa nyumba. Sasa you can imagine like right now, huyu Albert Ojwang sasa hivi ameweza kununuliwa jeneza expensive kama ile yenye ilinunuliwangwa Kelvin Kiptum. Ile gari yenye inabeba huyu jamaa ikimpeleka kwa nini pia ni expensive. The same gari ndio pia itasafiri leo usiku iende paka huko Homa Bay, ladies and gentlemen. Wakati atapelekwa na ndege kesho huko Homa Bay, akiland tu na ndege namna hii, ladies and gentlemen, na huyo mwili inaweka kwa hiyo gari, inazunguka na yeye huko Homa Bay, inazunguka na yeye huko Homa Bay mpaka impeleke kwa Boma. Sasa ladies and gentlemen, mimi ninauliza huyu mzee atapata justice ama washasikizana na government? Kwa sababu Gen Z ni kama wamenawa ndani, wamesema sisi, huyo mzee wakati alituruka akasema sisi tusiandamane kwa sababu ya mtoto wake. Manake inasemekana pia kuna fununu zilisema ya kwamba mzee alisema ataki mtu yoyote aende kwa street kuandamana, ati anaandamana kwa sababu ya mtoto wake. Mtoto wake alishakufa na hawezi akataka mtoto wa mtu akufe ati in the name of ati alikuwa anaandamania mzee Ojwang kwa sababu ya mtoto wake Albert Ojwang. So vijana wali feel betrayed, wakaona huyu mzee ni kama zile promise yenye amepewa, zile pesa amemwagiwa ndizo zinafanya huyu mzee behave vile ana behave. Na sisi pia kama ameamua hivyo, hata sisi pia hatutamzikia huyo mtoto, unaona. Waacha yeye ajizikie mtoto wake, kwa sababu ni kama anafurahishwa na vile ambavyo mtoto wake aliuliwa na amepatiwa pesa mingi, ama ameweza kujigeneratia pesa mingi kupitia kifo cha mtoto wake. So vijana wenye wanaandamana wako ready kukufa ili nchi ya Kenya ipate ukombozi. Lakini mzee na yeye anasema as long as mtoto wangu amekufa na nimepata pesa, I don't want anything. Kwa sababu hata labda huyu mtoto angekuwa uhai, labda angekuwa anapata pesa kikula na bibi yake na watoto wake, na sisi tungewachwa tu na njaa. So you can imagine ile faida labda huyu mzee ameweza kupata ni nyingi sana kuliko faida yenye angepata kama huyu mtoto ako uhai. So ladies and gentlemen, I
think that is the reason why majenzi wameamua kuboycott nini, wameamua kuboycott hiyo mass service ya Albert Ojwang, kwa sababu ukiangalia Albert Ojwang, watu wenye wanampenda na watu wenye wanga wanajitokeza kwa barabara wakienda kuandamana ni wengi zaidi kulinganisha na ile idadi iliweza kufika pale Baptist ya wapi, ya Ridgeways, unaona. So hiyo inakuonyesha ni kama family friends ndio waliweza kufika pale, na watu wa karibu sana, na watu labda wengine wachache wenye labda walikuwa wametoka manyumbani nini ndio waliweza kufika pale, unaona. Alafu pia vile vile ukiangalia pia hii kanisa ya Baptist ya Ridgeway, ladies and gentlemen, hatujui huyu jamaa alienda aje kupelekwa kwa hiyo kanisa, kwa sababu ukiangalia hiyo kanisa, huyu jamaa alikuwa anaishi Voi, unaona. Albert alikuwa anaishi Voi. So kwa Baptist ya huko hivyo alikuwa anaenda kufanya nini, unaona? Kwa sababu spirit wanga inakuwa pleased wakati imepelekwa kuombewa kwa kanisa yenye ilikuwa inafanya nini, ilikuwa inashiriki, unaona. Mimi kama Jackson tuseme mimi nilikuwa naishi kwa ghetto, lakini kwa sababu mimi ni mwanaharakati ama mimi nimeuliwa kwa sababu ya zile vitu na postingi, alafu watu wameandamana kwa sababu yangu, alafu familia yangu imechangiwa mapesa mingi, so you can imagine sasa badala mimi nitolewe kwa mochari nipelekwe kwa kale kanisa kenye kakovoi mahali penye nilikuwa ninaishi, ndio nirudishwe tena kwa mochari. Sasa una imagine tena wananipeleka kwa kanisa yenye sijui. Sasa mimi mtu mwenye nimelelewa kwa ghetto, niko na uhusiano gani kwa kanisa za matajiri? Wale matajiri wenye wanakuja pale kwa kanisa kuniombea wananijua haje? Wananijua kama nani? Ni heri hata nipelekwe huko Uhuru Park, niwekwe kwa Uhuru Park pale, raia waitwe, mass service iendelee, watu wenye ambao wanaandamana kama mimi wakuje pale waniombee. Hiyo itakuwa much better kuliko mimi nitolewe ati nipelekwe kwa kanisa expensive ati naenda kuombewa ati kwa sababu sasa pesa ziko. That is very wrong my friend. That is very wrong ladies and gentlemen. So sasa hivi guys, wakati hii mwili inasafirishwa kupelekwa nyumbani ladies and gentlemen, tutakuwa pamoja na nyinyi, tutakuwa tuna update kila kitu vile kimehappen. Hata ingawaje sasa hivi guys, mzee anasema ati pesa zake ziliibiwa. Sasa hivi hata hakuna mtu yote mwenye anakuja kumtetea ati ya kwamba ati Eric Omondi walimuibia pesa. No. Watu wamechachoka na huyu mzee, wanamwambia tosheke na zile pesa zenye alipewa na Ruto na Raila Odinga na Gladys Wanga. Saa hii si amepata nyumba expensive, saa hii si ako na pesa mingi, ni nini ingine anataka? Atosheke na ile pesa alipewa. So raia ni kama wameamua kuabandon huyu mzee, which is very wrong guys, which is very wrong. Lakini pia mzee pia sijui ni nani wanamuadvise. Yeye hangeamua kunyamaza, lakini kukuja kwa mtandao na kuanza kuambia raia ya kwamba ati msiandamane kwa sababu ya mtoto wangu, mimi sitaki mtu akufe ati anaandamania fulani. That is no. Let me tell you, kama watu hawangeandamana wakati mtoto wako aliuliwa, haungepata hizo pesa umepata. Watu wangeamua tu wakuache wewe uliliange tuko Nairobi. Ladies and gentlemen, ni watu wangapi Kenya hii wameuliwa na wajazikwa kama mtoto wako vile anazikwa? Ni watu wangapi? Wakina Rex waliuliwa, wakina Eric Shitieni ladies and gentlemen waliuliwa vibaya sana huko kwa compound ya parliament. Eric Shitieni alipigwa risasi kwa boma ya parliament. Na huyo kijana my friend, wacha nikuambie, Gen Z ndio walichanga na wakamzika. Hakuna hata ndururu serikali ilitoa, na hata baada ya BBC kuleta evidence na sura za wenye waliua huyo mtoto, hadi wa leo polisi hawajawahi shika hao askari waseme kwamba ati kwa sababu hawa askari waliua mtoto innocent ati wanashukuliwa tu, na pia hiyo familia inalipwa. Hizo familia za wale watu wote wenye waliuliwa ladies and gentlemen, zote wakina David walienda tu namna hiyo, wote maisha yao ilipotelea tu namna hiyo. So mzee, unafaa uelewe ya kwamba wakati mtoto wako amekufa na raia wanachanga pesa, as long as pesa inaingia, wewe nyamaza, wacha watu waandamane. Wewe wacha watu waandamane. Lakini wewe ukisema ati president, ati mimi ninashukuru sana kwa sababu umeniona mimi, watu wengine watoto wao wameuliwa wengi lakini haujawahi wafanyia kitu yoyote, mimi tu ndio umechagua ukaona wangu ndio utafanyia mavitu, ni kushukuru na nini wewe president, na kupenda sana my president, paka unamuita na jina nzuri. Hiyo kitu ilikasirisha Wakenya. Wakenya walisikia ni kama yani watatokwa na wazimu. Ruto my friend, wakati alikuwa nasimama na wimbo ya Atupangwingwi, alidanganya Wakenya kwamba vijana mtakuwa na maisha mazuri. Maisha ni ngumu.
na the same vijana wenye walimchagua ndio wanamkosoa na wanauliwa. Alafu wewe unakuja kusema ati unashindwa hata umshukuru aje kwa yale mema amekufanyia wakati amekuulia mtoto. So ladies and gentlemen, thank you so much guys for listening. Please leave your comment there on the comment section as we wait for this body iweze kupelekwa nyumbani, na tutakuwa tunawaletea update za huyu mzee kama vile ambavyo nimekuwa nikiwaletea tangu mwanzo. So thank you so much for listening guys. Please like this video, comment and don't forget to subscribe. Until next time, God bless you. Bye bye. Jackson hapa.